Mtazamaji wa UoI Digital, ni kukaribishe katika mahojiano maalum kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na leo tunazungumzia swala la vijana katika kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu huu. Hapa studio ninaye mgeni ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Niweze kumkaribisha aweze kutusalimu na kujitambulisha. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Michael Kalenge. Natoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, ni mhadhiri. Nafurahi kualikwa hapa leo. Karibu sana UoI Digital. Asante sana. Tukianza moja kwa moja mjadala wetu. Ipi nafasi ya vijana katika kuhakikisha kuna amani katika kipindi cha uchaguzi? Kwanza tuangalie takwimu zinazohusiana na vijana. Duniani kote sasa hivi tunasema kuna binadamu au watu zaidi ya bilioni 7 sasa hivi duniani. Lakini katika hawa bilioni 7, nusu yao ni vijana wenye miaka kati ya 15 na 30. Kwa unaweza kuona idadi ya vijana duniani ni kubwa kuliko idadi ya watu ya makundi mengine ya umri. Lakini jambo jingine ni kwamba vijana wengi, zaidi ya 90% ya vijana duniani wanapatikana katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Na kwa takwimu za ukuzaji wa pato la taifa, takwimu zinazohusiana na uzalishaji mali zinaonyesha kwamba kati ya Watanzania milioni 60, Watanzania milioni 25 ndio nguvu kazi ya taifa, ndio wanaozalisha. Katika hao milioni 25, zaidi ya nusu ni vijana. Kuzungumzia nguvu kazi ya taifa, maana ni wale ambao wanachangia kwenye kukuza uchumi, kwenye kukuza pato la mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo nilitaka niweke vizuri hizo takwimu, tujue kwamba tunazungumza kuhusu watu ambao ni wengi kwa idadi kuliko kundi jingine lolote la umri. Ndio jambo la kwanza. Lakini jambo jingine, katika nchi hizi zinazoendelea kama Tanzania, vijana ni zaidi ya 90%. Ni wengi zaidi. Yaani 90%, kwa maana ukichukua ile idadi ya watu duniani kote, alafu kaangalia idadi, tumesema kwamba ni nusu ya idadi ya watu wote duniani ni vijana. Ile nusu sasa 90% inatoka katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania. Na kuna Umoja wa Mataifa una kitu kinaitwa Youth Peace and Security Agenda. Yaani agenda inayohusu vijana na mambo ya amani na ulinzi. Vijana katika amani na ulinzi, agenda hiyo. Yani ni kama campaign inayoendeshwa na Umoja wa Mataifa inayohusianisha vijana na masuala ya amani na ulinzi. Sasa ukija kwenye mambo ya chaguzi, unaona kabisa kama idadi ya vijana ni kubwa, kwa vyote vile vijana wanao mchango mkubwa wa kufanya nchi iwe na amani au isiwe na amani. Na vijana wanaweza kuhusika kwenye kufanya nchi iwe na amani au isiwe na amani katika hatua kuu 3 za uchaguzi: kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Yaani vijana wanaweza kutumika kabla tujaanza campaign au wakati wa campaign, na baada ya matokeo kutangazwa kwamba fulani ndio ameshinda labda nafasi ya ubunge au diwani. Wao wanaweza kufanya utangazaji wa matokeo kwa amani, na maisha yakaendelea kuwa ya amani hata baada ya ule utangazaji wa matokeo na uchaguzi kufanyika. Kwa hiyo vijana ni muhimu. Na tumeona katika nchi nyingi, pengine tukichukulia mfano, vijana ndio wameonekana wahusika wakuu kwenye kufanya vurugu. Pengine kwa takwimu hizo inaweza ikawa miongoni mwa sababu? Ndio, kwa vyovyote vile kwa sababu ya idadi yao. Hiyo moja, idadi yao si kubwa. Kwa hiyo kunapotokea vurugu yoyote, uvunjifu wa amani, vijana utawakuta kwa sababu wao ni wengi. Lakini jambo jingine, vijana ndio nguvu kazi, ndio wenye nguvu. Hata hao walio kwenye watu wazima wanaotafuta nafasi za madaraka, wanawatumia vijana kupata nafasi, kwa sababu vijana wana nguvu, wana akili, ni wabunifu. Yaani katika umri wa ujana, mtu anakuwa na uwezo wa kufikiri zaidi, wa kufanya mambo zaidi. Kama mzee anaweza kwenda kilomita 10, kijana anaweza kwenda kilomita 100 kwa sababu ya ujana. Ana nguvu, akili yake haijachoka. Sawa Yaani umri unavyozidi kwenda,
mwili unapungukiwa nguvu kwa sababu umri unakwenda, akili, uwezo wa kukumbuka vitu unapungua, na vitu vingine vingi sana vinapungua. Ndio maana watu wakifika katika umri wa uzee wanapewa kustaafu, anaruhusiwa kwamba sasa miaka 60 hebu pumzika, waingie watu wengine wenye nguvu zaidi. Kwa nimesema vijana wanao mchango kwa sababu kwanza utawakuta kwenye amani, kwenye mambo ya kutengeneza mazingira ya kuwepo kwa amani, au kuleta vurugu, kuleta machafuko, kwa sababu wao ni wengi. Lakini jambo la pili, vijana ndio wenye nguvu. Hata anataka kufanya vurugu, anataka kuleta anataka kuchafua amani, anataka kufanya vurugu katika nchi, kwa vyote vile atatumia vijana, kwa sababu hilo ndio kundi kubwa moja, lakini ndio kundi la watu wenye nguvu, wenye akili, wenye uwezo wa kufanya mambo yakatokea. Sasa shida ni nini? Vijana wenyewe hawajaelewa wajibu wao, au mifumo ndio inayowatumia vibaya? Kote. Ukiangalia kwa mfano sera ya vijana ya Tanzania ya mwaka 2024 nadhani inaonyesha vijana wameingizwa kwenye shughuli zote. Yani ile sera inasema vijana watakavyoshughulika watakavyohusishwa kwenye masuala ya kiuchumi, masuala ya uzalishaji mali, kwa mfano kwenye kilimo, kwenye ufugaji na maeneo mengine mengi. Lakini sera haisemi kwa wazi namna ambavyo itawatumia vijana kwenye siasa. Tunasema vijana si wengi. Kwa hiyo ukienda kwenye kilimo utakuta vijana wengi wanajihusisha na kilimo. Ukienda kwenye ufugaji vijana wengi wanahangaika na ufugaji. Kama sio wao kwa kufanya shughuli zao wenyewe, basi wanafanya shughuli za watu wengine, hao vijana. Lakini ukija kwenye siasa, vijana wengi wamebaki kuwa wapambe wa wanasiasa. Hawafanyi shughuli za siasa moja kwa moja. Na ni kwa nini? Ni mfumo, kwa sababu vijana hawajapewa nafasi hawajapewa, yani siasa haijawapa nafasi vijana ya kushiriki moja kwa moja. Wanaambiwa tu kwamba ni Mtanzania yeyote kwa mfano ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Si nasema hivyo. Lakini hakuna kampeni mahususi inayosema tunataka vijana wapewe nafasi, kama ambavyo ile kampeni ya wanawake ya Beijing ile, kwamba mwanamke apewe nafasi ile 50 kwa 50, wanawake wanaweza na nini. Tungekuwa na kampeni mahususi, au basi sera za serikali, kwa mfano kwenye hiyo sera ya vijana ikasema kabisa tunataka kuona vijana wanashiriki kwenye siasa moja kwa moja katika eneo fulani. Ile kusema mahali pengine hivi haiwezekani kama taifa tukasema nafasi ya udiwani kwa mfano ikawa ni kwa ajili ya vijana tu. Tukasema hakuna kugombea udiwani mtu anayezidi miaka 35. Ili tuache hiyo nafasi vijana waitumie kama sehemu ya makuzi kuelekea kwenye nafasi kubwa zaidi za ubunge, waziri, urais na kadhalika. Kwa hiyo nilikuwa nasema mfumo kwa sababu yani mfumo wetu hausemi waziwazi kwamba vijana tunawapa nafasi fulani maalum, tumewatengea hii nafasi ni maalum, kama ile ya viti maalum labda vya wanawake. Mimi mawazo yangu natamani ingetolewa nafasi kwa mfano hiyo nilisema ya udiwani, kwamba asigombee mtu udiwani aliyezidi miaka 35 au aliyezidi miaka 30. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuona vijana wanahusishwa moja kwa moja na siasa. Tunapokuwa hatuna mfumo unaoweka moja kwa moja vijana kwenye siasa, unakuta unakuwa na kundi kubwa la vijana ambao hawashiriki siasa moja kwa moja, wanashiriki kwa kuwa kama wapambe, na hao wapambe wanakuwa na njaa, sio? Kwa hiyo wanategemea yule wanayempamba awape chochote ili wafanye kile anachotaka. Sasa kama anataka kufanya vurugu, atawapa chochote ili wafanye vurugu na nchi haitatawalika. Okay, sawa. Unadhani vyama vya siasa vinapaswa kuwalea vipi vijana ili wasiweze kutumika katika kuvuruga amani? Kwanza karibu vyama vyote vya siasa, kwa sababu vinatambua kwamba vijana wana nguvu, wana akili, wana uwezo wa kushawishi jambo, wanaweza kufanya jambo likatokea. Vina idara za vijana. Karibu vyama vyote. CCM wana UVCCM. Nafikiri Chadema wana Bavicha, baraza la vijana. CCM wana UVCCM na alafu ACT wana kitu kinaitwa ngome ya vijana. Kwa maana ya kwamba wanatambua nafasi ya vijana. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba wanataka hawa vijana wawalee kwa kuwafundisha namna ya kufanya, lakini hawawasukumi vijana. Hawajatengeneza mfumo ambao vijana watasimamia vyama vyenyewe ndani. Kwa sababu ili tuone siasa ya kweli, siasa safi, tuone demokrasia katika taifa letu, tunatakiwa tuone demokrasia kwanza kwenye vyama vyenyewe. Kwa kama tunataka mabadiliko, tunataka kuona vijana wanashiriki kwenye siasa, kwenye vyama vya siasa kwenyewe hawa vijana wapewe nafasi. Tuone tunapata mwenyekiti wa mkoa wa chama kijana ana miaka 30, ana miaka 35. Basi kama huko unaona ni juu sana kwenye mkoa, basi hata wa wilaya
tupate mwenyekiti wa wilaya kijana na miaka 30, tuone hawa vijana wanaweza kuwa na mchango kiasi gani. Mimi naamini vijana wana mchango kwa sababu wao ndio wenye nguvu, ndio wenye akili ya kutosha. Yani sisi akili, yani umri unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo uwezo wa mtu unazidi kupungua. Mtu akishafika miaka 40, 50 kuendelea huko mbele, uwezo wake unakuwa unapungua kwa sababu ana majukumu mengi, akili inaanza kuchoka, mwili unachoka na kadhalika. Kwa hiyo vyama vinaweza kutekeleza mfumo ambao vijana wanahusishwa na siasa, sio kama tu wapambe, lakini wapewe nafasi za kuwashika nafasi, sio kwenye umoja wao tu, hata nje ya umoja wa vijana. Yani kama ni UVCCM asibaki tu kule. Na tumeona mifano ipo. Kwa mfano CCM mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa na manispaa ya Iringa inaongozwa na kijana, sio? Mheshimiwa Heri James, mkuu wa wilaya ni kijana, ametoka UVCCM, amepewa majukumu ya kusimamia wilaya. Sio huyo tu, tumeona vijana wengi, alishaikuwa mkuu wa mkoa Ali Hapi Iringa na alifanya tu vizuri kama kijana. Kwa hiyo ile imani iendelee kuongezeka na uwepo mfumo rasmi, sio itokee tu mteuzi kwa sababu anaamini vijana ateue aweke vijana. Akiingia mteuzi ambaye kwenye madaraka yale ambaye haamini katika vijana, ataweka wazee tena, atarudisha watu ambao wamechoka na kimsingi kama taifa tutakwama mahali kwa sababu tunapungukiwa nguvu. Kwa kijana aliye nje ya mfumo wa siasa na madaraka, unadhani anaweza akawa chachu ya kuleta amani? Akiwa nje ya mfumo anaweza kuwa chachu kuleta amani, lakini unajua ili usikilizwe unatakiwa kuwa na mamlaka. Hasa kijana kwa mfano sio mwanachama wa chama chochote, au na kijana ambaye anajishughulisha tu, ni anaosha magari au analima tu, anafanya tu shughuli zake, sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa, sio mtendaji, sio hawezi kuwa na mchango wa moja kwa moja. Ataishia tu kusema vijiweni kwamba jamani, ni vizuri kutunza hii amani na kadhalika. Lakini kama vijana ambao wako nje ya mfumo wakiingizwa kwenye mfumo, kwa maana ya mfumo wa kisiasa au mfumo wa usimamizi kwenye serikali au kwenye taasisi binafsi. Yaani mtu anasema kwa mfano kama anakuja kwenye televisheni, yeye labda ni kiongozi wa NGO fulani, ni kijana na miaka labda 30, miaka 25. Alafu akasema jamani, tuitunze amani. Mimi naitwa fulani, ni mkurugenzi wa NGO fulani. Unajua ina mamlaka lakini akija mtu mimi ni mkulima, jamani tutunze amani, unaona hiyo tofauti. Hawezi kusikilizwa, hawezi kuwa na mamlaka ya kusema kama ambavyo atakuwa na mamlaka yule mwingine ambaye ana cheo, ana nafasi fulani katika taasisi iwe ya serikali au isiyo ya serikali. Kwa hiyo kwa kauli hiyo unataka kuniambia kwamba kijana ambaye hayuko kwenye system hana nafasi yoyote ya kulinda amani ya nchi yake? Nafasi anayo, lakini tulikuwa tunasema kwamba kama hajihusishi na siasa kabisa, atakuwa na nafasi nje ya siasa. Anaweza kuwa na hiyo nafasi. Kwa mfano jeshi la polisi wana ile kama bado inaendelea ulinzi shirikishi. Yes, ipo. Kwa hiyo anaweza kwa kutumia hiyo kauli mbiu na hiyo falsafa ya jeshi la polisi akasema, mimi naona kuna vikao vinafanyika hapa vya chama fulani kwenye kitongoji chetu, kwenye kijiji chetu, kwenye mtaa wetu, kwenye nyumba ya jirani. Naona mambo yanayojadili yanahusu kuvuruga amani. Kwa hiyo anaweza kutoa taarifa na hatua zikachukuliwa. Okay. Serikali na mashirika na wadau wanaohusika kutoa elimu kuelekea uchaguzi mkuu, hususan kwa kundi hili kubwa la vijana, unaona wamefanya vya kutosha kwa mtazamo wako? Nilisema awali hawajafanya vya kutosha. Kama tunakubaliana kwamba idadi ya vijana ni kubwa kuliko idadi ya makundi mengine ya watoto na watu wazima, tunakubali kwamba wao ni wengi, vijana wa miaka 15 mpaka 35 ni wengi na ndio nguvu kazi ya taifa. Halafu hebu angalia unapozungumzia kwa mfano eneo la madaraka, vijana wangapi wameaminiwa na wapo kwenye madaraka? Utagundua kwamba bado hizi taasisi tulizozitaja zinaweza kuwa zinatambua, lakini hazijawa na utashi, hazijawa na maamuzi ya kwamba tuwaweke hawa vijana ambao ndio nguvu kazi watusaidie kufanya mambo kufanya maendeleo kwenye taasisi husika. Okay, nini sasa ungependekeza kifanyike wakati tuko mbioni kabisa kuelekea kwenye uchaguzi? Yes. Mimi nadhani sasa kwa sababu viko viashiria kwamba kunaweza kuwa na machafuko. Mimi labda niseme tu kweli, kwa sababu kwa mfano Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamesema wanasema nini ile no reform no election, na juzi hapa kumesainiwa maadili ya uchaguzi na vyama vya siasa. Vyama vya siasa 18 kati ya 19 vimesaini kwamba
wamesoma maadili yale, wameona yako sawa, yasimamie uchaguzi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo hawajasaini yale ile ule waraka ule. Kwa hiyo maana yake kisheria hawatashiriki uchaguzi kwa sababu hawajasaini. Sasa una kundi kubwa la wanachama wa chama hicho ambao kama yasipotekelezwa mazingira mazuri, hasa kuelimishana, kutoa elimu zaidi kuliko kutumia nguvu, wanaweza wakadhani wameonewa, kwamba sisi tumeonewa, hatushiriki uchaguzi, pamoja na kwamba wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi. Lakini inawezekana kuna watu hawana uelewa, yani kwa nini chama changu akishiriki uchaguzi, inawezekana ni serikali imezuia. Nadhani wakati huu ni wakati sahihi wa kutumia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, kuelimisha vijana na wananchi kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kuwa na amani. Na mimi ningetamani mimi na wewe Kahise na hawa jamaa zetu hapa tungetengeneza timu ya watu ambao watafanya kampeni, watafanya hamasa, watatoa elimu kwa jamii kupitia vyombo vya habari, kwa sababu unaweza kuwa uko Iringa na watu duniani kote wakakusikia kwamba jamani, amani ni muhimu kuliko kitu kingine. Yaani lazima tuwe na kundi la watu ambao wataamua kujitoa kwamba tunataka amani. Sawa, ambao kimsingi hawatakuwa wanasema tunataka amani kwa sababu sisi ni wachama fulani. Tunataka, tumeona mahali pengine ambako machafuko, unajua machafuko yakianza tu kidogo, maana hiyo sasa ni chachu ya machafuko mengine makubwa kutokea. Tumeona huko Kongo kwa mfano, ilikuwa kidogo, sasa ule mgogoro unazidi kukua kila siku na watu wanaopata tabu ni hawa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo tukivuruga amani, watakaopata tabu ni kwanza hawa wananchi wa kawaida. Wengine wanaweza kukimbia nchi, wana uwezo, wana magari, wana pesa, wanaweza kukimbia wakajificha mahali, lakini kundi kubwa la Watanzania watabaki Tanzania na watapata matatizo makubwa. Kwa hiyo nasema kitu cha msingi kinachoweza kufanyika, watu wanaweza kujitengenezea makundi. Nimetoa mfano mimi, wewe na wenzangu, tukatengeneza makundi ambayo yatahamasisha, yataelimisha kuhusu umuhimu wa kuwa na amani tunapoelekea kwenye uchaguzi, ili isimwagike damu ya Mtanzania yoyote kwa sababu ya uchaguzi. Asante sana. Na mwishoni utatoa rai kwa vijana kwa jicho la kisiasa, ukielekezea nguvu kubwa sasa hivi mitandao ya kijamii na nguvu sana, vijana wanawezaje kutumia mitandao hiyo katika kulinda amani? Kwanza, ili ulinde amani, kitu cha kwanza mimi nashauri vijana washiriki kwenye uchaguzi. Kwa sababu ukiwa sehemu ya huo uchaguzi, wewe unagombea nafasi, ungetamani ugombee hiyo nafasi na upigiwe kura katika kipindi ambacho au katika hali ya amani. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo vijana waingie kwenye chaguzi. Pamoja na kwamba vijana hawana pesa kama watu wengine, inawezekana watu wengine wana pesa zaidi, wa umri mkubwa, kwa hiyo wanaweza kuwazidi kwa kutumia pesa, lakini bado haki huwa inaweza kutendeka. Kwa hiyo vijana waingie, wasiogope hiyo siasa. Lakini jambo jingine, vijana tuhamasishane kwenye vijio vya bodaboda na maeneo mengine kuhusu umuhimu wa kuwa na amani, kuhusu umuhimu wa kuwa na uchaguzi wenye utulivu na amani ambao utatupa mwisho wa siku matokeo ambayo tunayatarajia au ambayo yatatokana na kura za wananchi ambao watakuwa wamefanya maamuzi kupitia sanduku la kura. Kwa hiyo kuwe na amani, na ili kuwe na amani, ili kundi kubwa la vijana lihamasishane. Yaani hawa vijana wahamasishane kuhusu hii amani ambayo Mwalimu alituachia, Mwalimu Nyerere, kuendelea kuilinda na kuisimamia na kuzuia mtu mwingine yote asichafue, kwa sababu vijana wana uwezo wa kumzuia mtu asivuruge amani. Wana uwezo wa kuvuruga amani, lakini pia wanaweza wasivuruge amani na wakazuia mtu mwingine anayetaka kuvuruga amani. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante. Mtazamaji wa UoI Digital, tumefika mwisho wa mjadala wetu ambao tulikuwa tunajadili vijana wanawezaje kuwa chachu ya kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Studio nilikuwa na mgeni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, Dr. Michael Kalenge kutoka, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa. Mimi ni Nitrit Kahise, kwa heri.